Hii ndiyo maana ya Roho Mtakatifu na kanisa. Kanisa linamhitaji Roho Mtakatifu. Kanisa linamhitaji Roho Mtakatifu. Anazo kazi kubwa ndani ya kanisa. Roho Mtakatifu ana wajibu mkubwa ndani ya kanisa. Na kanisa likitembea bila Roho Mtakatifu, lile kanisa ni kusanyiko la watu. Halitakuwa na utofauti na makusanyiko mengine wanaokusanyika watu kwa kusudi lao. Na huyu Roho Mtakatifu ndiye anayetutofautisha na madhehebu mengine. Kama ni Biblia, tunaitumia hiyo hiyo. Mfumo wa ibada ni huo huo. Kinachotutofautisha pale ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kanisa lisipokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ni dhehebu kama madhehebu mengine. Roho Mtakatifu akiondoka ndani ya kanisa, tunabaki watupu. Kila elimu ya dunia itakayokuja itaingia mpaka ndani ya kanisa. Upepo wote utakaovuma, kanisa utalipeperusha, kwa sababu halina nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Mkristo usipokuwa na kipawa hiki cha Roho Mtakatifu, Ukristo wako ni wa kuanguka na kuinuka. Ushindi kama Mkristo wa kweli kwako ni kitendawili. Utaiangalia dunia jinsi ilivyopambwa na ibilisi, hutaweza kuvuka, utadondoka tu, kwa sababu huna msaada wa kukuwezesha wewe kuishi maisha ya ushindi. Mtume Paulo alipokuwa katika ziara zake, akapita Korintho, akashukia mpaka Efeso. Alipofika kule Efeso, aliwakuta wanafunzi wa Yesu. Aliwakuta Wakristo wako kule. Aliwakuta watu wa Mungu kama wewe hivi ulivyo. Aliwakuta wakifanya ibada kama sisi tunavyofanya. Aliwakuta wakimwabudu Mungu. Waliitwa wanafunzi wa Yesu. Lakini Paulo, baada ya kukaa na wale watu, baada ya kukaa na kanisa la Efeso, akagundua kanisa limepungua. Akaliona mwenendo wake linaenenda kwa nguvu zake. Wanasimama kwa nguvu zao, hawana msaada wowote wa Roho Mtakatifu. Ikabidi awaulize swali. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 19. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari ule wa 2. Unaweza kuanzia mstari wa 1 hadi wa 2. Nitasoma katika jina la Yesu. Matendo ya Mitume ile sura ya 19 mstari wa 1 hata wa 2.
Neno la Mungu linasema, ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita katika kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kugundua lile kanisa kwamba limepungukiwa, ikabidi awaulize, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Habari ile kwa kanisa la Efeso ikawa ni ngeni. Wakamwambia mtumishi wa Mungu, la, hata kile kitendo cha kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatujawahi kusikia. Lakini hawa walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, walikuwa ni Wakristo kama wewe, walikuwa wanafanya ibada kama wewe, lakini hawakuwa na kipawa cha Roho Mtakatifu. Ukisoma pale chini mpaka mstari wa 6, Paulo akachukua jukumu la kuwafundisha habari ya Roho Mtakatifu. Na baada ya kuona umuhimu wa Roho Mtakatifu, na ndipo wanafunzi wakakubali, Paulo akawawekea mikono, nao wakajazwa Roho Mtakatifu. Ulipookoka, ulipokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Baba, ulipookoka, ulipokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kijana, ulipookoka, ulipokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Au la? Baba, ulipookoka, ulipokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na kama hujajaliwa kipawa cha Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Kama unamhitaji leo, atakujaza upate nguvu mpya ya kutembea katika ushindi wa maisha haya. Nikwambie kanisa, peke yako katika maisha ya wokovu huwezi katoboa. Ni kudanganyana. Utaishi kwa kuvumilia, lakini uhalisia wa maisha matakatifu kwako hautakuwepo. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Mimi namhitaji sana Roho Mtakatifu. Wewe unamhitaji sana Roho Mtakatifu. Niseme tu wazi, miaka 4 iliyopita kanisa hili tulikuwa na safu 3, nazo zinaishia wapi? Pale katikati. Sawa? Mungu anaendelea kuokoa. Mungu anaendelea kuwaleta watu wake kwake. Je, mnapokuja mnapokea kipawa cha Roho Mtakatifu? Kama hujajazwa kipawa cha Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kukujaza, kukupa nguvu, kukuombea kwa kuugua. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia Luka, kitabu cha Luka sura ile ya 24, Luka 24 na mstari ule wa 49. Luka mtakatifu ile sura ya 24 na mstari wa 49. Neno la Mungu linasema, natazama nawaletea juu yenu haya ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata muvikwe uwezo utokao juu.
Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake, kaeni humu mjini, msiondoke mahali hapa, msiende kuiendea dunia mkiwa peke yenu, msiaendee mataifa mkiwa peke yenu. Kaeni hapa. Kuondoka kwenu kwenda kwenu ni mpaka mmevikwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Yesu aliliona kanisa kwamba hawawezi kutembea peke yao, hawawezi kusimama peke yao, ni mpaka kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa nini usimhitaji Roho Mtakatifu baba? Kwa nini usimhitaji Roho Mtakatifu mama, kijana wa kiume na wa kike? Kama Yesu mwenyewe aliozuia wanafunzi wake waliokuwa wanatembea naye ana kwa ana. Wewe umempokea Yesu kwa imani, lakini akamwambia kaeni hapa mpaka mvikwe uwezo kutoka juu. Kanisa hatuwezi kutembea peke yetu. Mkristo huwezi kutembea peke yako bila Roho Mtakatifu katika maisha yako. Roho Mtakatifu na kanisa. Kwa nini tunasema Roho Mtakatifu na kanisa? Kwa nini tuseme Roho Mtakatifu na kanisa? Kwa nini tuseme Bwana Yesu na kanisa? Au tusiseme Mungu Baba na kanisa? Tuseme Roho Mtakatifu na kanisa. Tunasema Roho Mtakatifu na kanisa kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye aliyekabidhiwa kanisa. Kanisa la Kristo limo mikononi mwa Roho Mtakatifu. Mbingu, utatu wa Mungu Baba ulimkabidhi Roho Mtakatifu aweze kutembea na kanisa, aweze kulilinda, aweze kuliongoza, aweze kuliombea, aweze kulitia nguvu. Ndiyo jukumu la Roho Mtakatifu kwa kanisa. Usipokuwa na Roho Mtakatifu, huo ushindi utaupata wapi? Nguvu ya kutembea katika utakatifu utaitoa wapi? Tunasema Roho Mtakatifu na kanisa kwa sababu yeye ndiye aliyekabidhiwa kanisa na akapewa kazi za kufanya ndani ya kanisa, akapewa majukumu ya kufanya ndani ya kanisa. Wewe usiyemtaka Roho Mtakatifu, ndugu yangu, ninasema una hasara. Nikupe pole, muhitaji huyu Roho Mtakatifu ili akuwezeshe, akupe ushindi, akupe kutembea katika maisha matakatifu. Unaishi maisha hayo ya kuanguka na kuinuka kwa sababu huna nguvu ya kukuwezesha kushinda dhambi. Kwambie, ukiwa na Roho Mtakatifu wewe ni salama. Yeye ndiye anayetembea na sisi. Yeye ndiye anayesimama kutuhudumia sisi. Yeye ndiye anayesimama kutuombea sisi. Mkristo wa kweli aliyeokoka, ikifikia hatua ya kukengeuka, ikifikia hatua ya kuiacha njia ya Bwana ukaendee njia ya uovu, Roho Mtakatifu waga anaugua, anasononeka. Nikwambie, huwezi ukainuka tu kwamba ukatende dhambi umuache Mungu. Kuna mashindano makubwa. Roho Mtakatifu waga anaimba ndani mwako sana. Atakukumbusha mambo mengi, atakuletea neno la Bwana, atasema kwa sauti yake wazi wazi ndani ya roho yako. Lakini ukimkaidi, kabla hujafika
kwenye huo uovu, yeye atakuwa ameondoka kwako. Kabla hujatekeleza uovu wako, yeye ataondoka ndani mwako. Tunasema Roho Mtakatifu, yeye ni mtakatifu. Huwezi ukamchanganya na uovu hata siku moja. Ukigusa dhambi, kabla hujagusa dhambi, yeye ameshaondoka kwako. Hawezi akakaa mahali pachafu. Hawezi akachanganywa na uovu. Hawezi akawa shirika na uovu. Yeye ni mtakatifu, anakaa mahali patakatifu, anatembea na watu watakatifu ambao dhambi kwao ni mwiko. Huyu Roho Mtakatifu tunamhitaji. Tunayo kauli mbiu yetu, miaka 13 ya moto wa uamsho. Mnaielewa maana yake? Mnaielewa kanisa maana yake? Au tumeifanya kama salamu ya Wakristo? Au tumeifanya kama salamu ya TAG? Mtumishi wa Mungu anaposimama mbele ya kanisa anawaambia miaka 13 ya moto wa uamsho, na sisi kwa ushindi tunaitikia, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Unamtakaje Bwana na nguvu zake? Tusiufanye ule kama wimbo wa TAG. Ile ni mbiu ya kukutaka wewe urudi kwenye nafasi yako ya kutembea na Roho Mtakatifu, ya kutembea na huo moto unaosema. Lakini leo tunaona kama fashion yetu wa Tanzania. Miaka iliyopita tulikuwa na kauli mbiu, miaka mingapi? Miaka 13 ya mavuno. Tunaitikia, walikuwepo wangapi? Walikuwepo tangu mwaka wa kwanza wa ile kauli mbiu? Wangapi walikuwepo mpaka ikaisha? Ulivuna watu wangapi? Ulileta watu wangapi kwa Yesu? Au nawe ilikuwa ni salamu yetu tu wa TAG? Mavuno yako mengi, lakini hatuna nguvu ya kuyavuna kwa sababu hatuna kipawa cha Roho Mtakatifu. Kama leo tulivyo ya moto wa uamsho, je, umewaka ndani mwako? Inatakiwa kauli mbiu ianzie ndani ya moyo wako, isianzie kwa kanisa kwa ujumla, ianzie peke yako kama kanisa la Kristo. Uwe na huo moto wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Yesu ndiye aliyepewa kanisa. Roho Mtakatifu ndiye aliyepewa kanisa ili alilinde. Na Yesu kabla hajaondoka akachukua nafasi ya kumtambulisha Roho Mtakatifu kwa kanisa. Wasione kama amekuja mtu mgeni. Kama kanisa la Efeso halikujua kwamba kuna Roho Mtakatifu, lakini walikuwa ni Wakristo kama sisi tulivyo. Hawakujua kuna kipawa kingine cha Roho Mtakatifu mpaka Paulo aliposimama kuwatambulisha na kuwafundisha, na walipoamini wakajazwa Roho Mtakatifu. Yesu akachukua nafasi kumtambulisha Roho Mtakatifu kwa kanisa. Fungua nami katika kitabu cha Yohana. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ili uishi maisha ya ushindi. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yohana sura 16 na mstari ule wa 13.
Yohana Mtakatifu ile sura ya 16 na mstari wa 13, neno la Mungu linasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kweli yote ni nini? Kweli yote ni neno la Mungu. Ni kazi ya Roho Mtakatifu wewe kukuweka katika neno la Mungu, uweze kutembea katika neno la Mungu. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Atakapokuja, atawatia kwenye kweli yote. Kwambie mtu wa Mungu, kanisa limepungua kwenye kweli yote. Kanisa limepungua. Hatuishi kama neno la Mungu linavyosema. Hatutembei kama neno la Mungu linavyosema. Hatutendi kama neno la Mungu linavyosema. Leo tumekuwa na vitu vyetu. Imefika wakati mambo mengine tukaona kwamba ni halali yetu, lakini kweli inasema hapana. Kweli inasema hapana, lakini sisi tunasema ndio. Neno la Mungu limesema hapana, lakini tunasema ndio. Unayajua hayo mambo unayoyafanya, na wakati unapoyafanya Roho Mtakatifu waga anaimba. Tusiposimama kwenye kweli yote, tutapotea. Nitapotea, utapotea kanisa. Mbingu ni ya Mungu. Mbingu sio ya mwanadamu. Mbingu sio ya mtu awaye yote. Mbingu ni ya Mungu Baba. Kwa kuwa ni ya kwake, ameweka utaratibu. Ni nani atakayeingia katika hiyo mbingu? Ni mtu anayeishi maisha gani? Ni mtu anayetembea kwa kiwango gani ili akaweza kuingia katika mbingu? Yesu Kristo, mchungaji jana alisema, mnamsema Mungu ni wa neema, Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa hasira kuliko mwanadamu awaye yote chini ya jua, kwa watenda mabaya. Yesu Kristo alikuja mara ya kwanza kama mwokozi. Alikuja kama rafiki wa kweli kwa wanadamu. Alikuja akiwatafuta. Akayacha enzi yake kuja kukutafuta, kuja kunitafuta. Lakini atakapokuja mara ya pili, hatakuja kama mwokozi. Atakuja kama mhukumu. Hata angalia umefanya nini, hata angalia umetumikaje, hata angalia huduma yako ndani ya kanisa ikoje. Yeye atasimama kama mhukumu wa wanadamu. Waga najaribu kuangalia Biblia inaposema chochote kilicho kinyonge hakitaingia, na kilicho na doa. Doa, mnalielewa doa? Hili shati ukidondoshea tuka kitu katofauti, hata aliyeko kule atakaona. Doa ni uchafu. Watu wa Mungu, na doa ni uchafu. Doa ni kitu ambacho kinachosimama mahali pasafi. Lakini kupitia hicho
kuona mbingu. Kilicho na doa kitakomea getini, hakitaingia katika ufalme wa Mungu. Mambo mangapi leo tunaona kwamba ni mambo ya kawaida? Vitu vingapi ambavyo tunaviona kwamba ni vitu vya kawaida? Tunaiangalia dunia inatembea huku, na sisi tunaelekea huko. Tunatembea vitu vya duniani, tunavileta mpaka katika nyumba ya Bwana. Doa. Ndugu yangu, Yesu alisema atatuongoza, atutie kwenye kweli yote. Usipotembea na neno la Bwana, usiposimama na neno la Bwana, maisha yako haya yatakuwa ni bure. Utumishi wako utakuwa ni bure. Ukristo wako utakuwa ni bure. Roho Mtakatifu na kanisa. Mstari wa 7, kitabu hicho, mstari wa 7. Yohana 16 mstari wa 7. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema, yani pasa mimi niondoke, na nisipoondoka mimi, huyo Roho Mtakatifu hata kuja kwenu. Baada ya hapo alienda wapi? Yesu alienda wapi? Alienda wapi? Alienda mbinguni, kwenda kufanya kazi nyingine zaidi ya uokozi, tofauti na ile aliyotufia. Amelinunua kanisa kwa damu yake ya thamani. Ametuleta kwake. Baada ya kutuleta, siku ile kuu itakapofika, atatuweka wapi? Kasema, naenda kwa Baba kuandalia makao. Yesu ameenda kuandalia makao. Ndio maana tunasema Roho Mtakatifu na kanisa. Na alipoondoka na Roho Mtakatifu akashuka, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Ikawa ni siku ya Pentekoste, na Yesu akawa amemaliza kazi yake duniani, akaenda kuanza kazi nyingine. Kanisa unamhitaji Roho Mtakatifu, maana ndiye aliyekabidhiwa wewe akuongoze. Umekabidhiwa kwa Roho Mtakatifu mama, umekabidhiwa kwa Roho Mtakatifu baba. Usiachane na Roho Mtakatifu, usigombane na Roho Mtakatifu, usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Tembea naye katika kweli yote ya Mungu. Amen. Kazi za Roho Mtakatifu. Muda sio rafiki, nibakia dakika 10. Kazi za Roho Mtakatifu. Namba 1, anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho Mtakatifu hachagui. Anamuombea mtu awaye yote aliyekiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kazi yake yeye ni kumuombea. Kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 26.
Kitabu kile cha Walumi sura ya 8 ule mstari wa 26, na neno la Mungu linasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusiko kutamkwa. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui kuomba itupasavyo, lakini Roho Mtakatifu hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Mimi hapa na hutubu, lakini nafasi ya Roho Mtakatifu ikija kwako ni kukuombea wewe, na wakati huo akili yako haitakuwa na matunda. Ni nini unachokisema mbele za Bwana? Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Uwe na Roho Mtakatifu katika maisha yako. Omba katika Roho Mtakatifu. Paulo akasema, nitaomba katika akili, pia nitaomba katika nini? Kwa nini alisema hivyo? Kuna wakati wa kusema kama mwanadamu, lakini kuna wakati wa kumwachia Roho Mtakatifu akuhudumie, akuombee, anene udhaifu wako mbele za Baba, anene shida yako mbele za Bwana. Maombi ya Roho Mtakatifu ni muhimu kwako mtu uliyeokoka. Tusione maombi tu ya kawaida ya kutumia akili. Tuombe hata katika roho. Mtu ambaye aliyeokoka anapokuwa kwenye maombi, Roho Mtakatifu akachukua nafasi, waga anajikuta kama amehama kwa namna fulani. Kwa maana nimesema ulipanga kuomba lisali moja, unaomba masaa 3 kwa sababu huombi wewe hapo. Amekuja Roho Mtakatifu kukuombea kwa kugua kusikoweza kutamkwa. Unatoka pale, una maisha ya ushindi, umebubujika. Niseme watu wa Mungu, tumeegemea sana leo kuomba katika akili. Maombi yetu katika roho yamekuwa ni muda mfupi sana. Kama mlishagundua, mchungaji waga anajitahidi sana kulibeba kanisa tuombe katika roho. Mlishagundua hicho? Mlishagundua? Lakini unajikuta wanaotembea naye ni wachache. Wengine tunabaki washabiki wa kuangalia, wa kumwangalia ni nini kinachofanyika, kumwangalia jirani yako anasemaje, mara machozi, mara makamasi, unabaki unashangaa. Ni mtu mstarabu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Anatufundisha mambo yajayo. Yako mbele yako. Vitu havijafika wakati wake. Roho Mtakatifu anasema na wewe. Mara ngapi Mungu amesema nawe kwa mambo yajayo, lakini akaja akadhihirika? Mara ngapi Roho Mtakatifu amesema na wewe kwa habari ya nyumba yako, kwa habari ya watoto wako, kwa habari ya taifa lako, lakini baadaye hayo mambo yakaja yakatokea? Ni nani aliyeyaona kabla wakati na majira? Ni huyu Roho Mtakatifu. Twende pamoja nami katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo sura ya 1. Some mstari wa 10. Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu
nyuma yangu, kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso, Simina, Pergamo, Thiatira, Sardi na Filadelfia na Laodikia. Bwana Yesu asifiwe. Wote tunafahamu habari za Yohana. Yohana alitupwa katika kisiwa cha Patimo, mahali ambapo hapana msaada wote. Kinachosimama mbele yako ni kusubiri kufa. Hakuna msaada wowote wa kuweza kwenda kupata. Ni kisiwa kidogo, lakini kimezungukwa na maji. Hakijazungukwa na mto, kimezungukwa na bahari. Yohana akatupwa pale kwa neno la ushuhuda. Yohana akasema, nilikuwa katika roho. Alikuwa katika maombi ya Roho Mtakatifu, alikuwa kwenye kububujika, alikuwa kwenye kunena, akawa anaomba. Sauti ikamwambia, haya. Alipogeuka akayaona, akaambiwa, haya uyaonayo yaandike katika chuo. Na akapewa kwa habari ya hayo makanisa 7. Aliyajuaje hayo makanisa? Hizo habari za kuyandikia hayo makanisa alitoa wapi? Alinena habari zake kabla wakati, lakini ndivyo hayo makanisa yalivyoishi, na ndivyo kanisa la Kristo linavyoishi leo. Tumepungua. Upendo wetu wa kwanza umepungua. Aliyaona Yohana, alifunuliwa Yohana. Kuna faida, wapendwa, kuomba katika Roho Mtakatifu. Kuna faida, kuna msaada, kuna nguvu katika kuomba katika Roho Mtakatifu. Maombi ya Roho Mtakatifu ndiyo yanayotudhihirishia Upentekoste wetu, yanatudhihirishia habari ya kuokoka kwetu, yanatutofautisha na madhehebu mengine yanayosema habari ya Roho Mtakatifu. Mtu anainama, anamwagiwa maji usoni, anaambiwa umepokea Roho Mtakatifu. Ni uongo. Roho Mtakatifu akikuja, yatakuwepo madhihirisho. Kanisa la Kristo walipojawa na nguvu ya Roho Mtakatifu, walinena kwa lugha ambayo hawajawahi kuinena, wala hawajawahi kuisoma madarasani. Roho Mtakatifu akawajalia kutamka vitu ambavyo hata mataifa wakawashangaa. Kama kanisa letu hili, wakashangaa mataifa, wakasimama kwenye madirisha, wanawashangaa wanafunzi wa Bwana Yesu. Mbona hawa ni Wayahudi? Mbona sasa tunasikia hata lugha zetu? Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Kanisa tamani kuwa na Roho Mtakatifu. Kanisa tamani kujazwa na Roho Mtakatifu. Wapo hata ambao tulishajazwa na Roho Mtakatifu, lakini kwa sababu ya kusongwa na mambo ya dunia tumeachana naye. Imekuwa ni historia. Sisi Bwana tulikuwa tukianza kunena, Yesu amerudi. Muda wa kunena bado unaendelea. Muda wa kuomba katika Roho Mtakatifu bado unaendelea. Kwa nini unasema nilikuwa? Hapana, leo ni wakati wako wa kuvifukua vile visima vilivyofukiwa na maadui. Ni wakati
wakati wako leo, ni siku yako leo, ukavifukue vya visima, ukajazwe na Roho Mtakatifu, ukanene kwa lugha. Ninamwona Roho Mtakatifu yuko tayari kulihudumia kanisa lake asubuhi ya leo. Ninamwona Roho Mtakatifu yuko tayari kukuhudumia wewe mama. Namwona Roho Mtakatifu yuko tayari kufanya matengenezo juu ya kanisa lake. Namwona Roho Mtakatifu. Namwona Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Namwona Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Namwona Roho Mtakatifu yuko kwa ajili yako. Yuko kwa ajili yako. Uwe tayari. Uwe tayari. Uwe tayari. Yuko mahali hapa. Nimemwona Roho Mtakatifu yuko tayari kuvifukua hivyo visima, ila ukubali tu kwamba nakuhitaji tena, nahitaji nguvu mpya tena, naye atashuka. Yeye ni mwaminifu. Ukimuomba hata kaa kimya mbele zako, naye atakujaza. Tunamhitaji sana Roho Mtakatifu. Wangapi wanamhitaji asubuhi ya Roho Mtakatifu? Kanisa linamhitaji Roho Mtakatifu. Yuko mahali hapa kuweka matengenezo ndani ya moyo wako. Hakuna mwingine atakayesimama kukutengeneza Baba. Hakuna mwingine atakayesimama kuweka upatanisho na Mungu wetu, ila ni Roho Mtakatifu peke yake. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Nasikia akiugua kwa ajili yako. Nasikia akisononeka kwa habari yako. Nasikia akisononeka kwa habari ya jamaa zako. Nasikia akisononeka kwa sababu visima umevifukia, kwa sababu umeachana naye. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Yuko mahali hapa. Usimzuie, usimzimishe Roho Mtakatifu. Yuko kwa ajili ya kulitengeneza kanisa lake. Yuko kwa ajili ya kuhudumia kanisa lake. Yuko tayari. Ni saa ya matengenezo. Ni saa ya kuinua dhamiri zetu. Ni saa ya kutuisha. Ni saa ya kukutana na sisi. Ni saa ya kututia nguvu. Ni saa ya kushuka kwa bubujiko lake. Naomba kanisa tusimame. Simama mtu wa Mungu. Simama mtu wa Mungu. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Ninamwona Roho Mtakatifu yuko kwa ajili yako. Yuko kwa ajili yako baba. Yuko kwa ajili yako mama. Kuweka matengenezo, kuweka mambo mapya, kuweka ukurasa mpya ndani yako, kuweka nguvu mpya ndani yako. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni nguvu yetu watu wa Mungu. Roho Mtakatifu ni msaada wetu. Roho Mtakatifu ni kiongozi wetu. Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Oh, rabosika potae inshankaboria. Asante Bwana. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Yesu, wewe ni mwaminifu. Kila jaa kwako, wewe Yesu ulisema utamtupa nje kamwe. Kila jaa kwako Baba. Kila jaa kwako Baba. Wewe utamtupa nje. Wewe utamtupa nje. Oh, rabasikaba. Oh, rabasikaraba. Ni waombe watu wa Mungu waliona kiu, waliona haja asubuhi ya leo. Wanamwomba
wanaohitaji Roho Mtakatifu. Ni waombe wana wa Mungu, wale mliona haja, ninaomba pita hapa mbele. Wewe unayemhitaji Roho Mtakatifu asubuhi ya leo, wewe unayemhitaji Roho Mtakatifu siku ya leo, tunakuomba atatuombea. Tuna mchungaji atatuombea Roho Mtakatifu kama alivyoombea Paulo kanisa la Korintho. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kwa wale waliona kiu, kwa wale waliona haja naye, kwa wale wanaomtamani, kwa wale wanamhitaji. Roho Mtakatifu yuko tayari kukuhudumia, yuko tayari kukutana na wewe, yuko tayari kusema na wewe, yuko tayari kuvifukua hivyo visima vilivyojazwa na ibilisi, vilivyojazwa na ibilisi. Oh, rabosi kama, oh, rabosi karaba, oh, rabosi karaba, oh, rabosi karaba, oh, rabosi karaba, oh, rabosi karaba. Baba katika, oh, rabaseka, Roho Mtakatifu, oh, Roho Mtakatifu, oh, Roho Mtakatifu, lihudumie kanisa lako, lihudumie kanisa lako. Oh, rabasika, niombe wale ambao hawajajengwa hata mara moja, naomba wapite hapa mbele, wawe mstari wa kwanza, ambao hawajakutana na kipawa hiki cha Roho Mtakatifu. Naomba wapite hapa mstari wa mbele, wale ambao hawajawahi kujazwa na kipawa cha Roho Mtakatifu za mara moja, wapite hapa mbele. Oh, rabasikama, oh, rabasika, oh, rabasikama, oh, rabasikama, oh, rabasipaezita. Roho Mtakatifu shuka sasa, shuka Roho Mtakatifu, wahudumie watu wako, wahudumie watu wako, kutana na watu wako Baba. Ninakuhitaji Roho Mtakatifu, waguse watu hawa, waguse Mungu wa rehema, waguse Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Ukamjaze sasa, ukamjaze sasa kwa jina la Yesu, ukamjaze sasa kwa jina la Yesu, ukamjaze sasa kwa jina la Yesu, ukamjaze sasa. Mjaze, 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 mjaze sasa, mjaze sasa. Araboka, arabose, mjaze sasa kwa jina la Yesu, ukamjaze. Jaza, jaza, jaza Bwana, jaza, jaza Bwana, wajaze watoto hawa, wajaze. Arabosa, ikalabo, wajaze Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu jaza, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu jaza Bwana, jaza kwa jina la Yesu, jaza.